Kwa majina naitwa Amandus Julius Chingwile, ndiye mbunge wa jimbo la Nachingwea ninayemaliza muda wangu. Kama ambavyo mmesikia Mheshimiwa Rais imempendeza kwa maelekezo yake, ukomo wa bunge utakuwa tarehe 3 ya mwezi wa 8. Kwa mpaka sasa mimi ni mbunge ambaye naendelea na majukumu yangu, naendelea kumalizia kipindi changu cha miaka 5. Na leo nimekuja hapa kwenye ofisi zetu za Chama cha Mapinduzi wilaya ya Nachingwea kuja kuchukua fomu za kuomba ridhaa pia sasa ya chama, ili nipe nafasi pia kupeperusha bendera kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi kwa kipindi kingine cha miaka 5 ili kuweza kuwatumikia wana Nachingwea. Na kwa kweli sababu ninazo nyingi. Ukizungumzia utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa miaka hii 5 ni mkubwa kuliko kipindi chochote kingine ukilinganisha na miaka kama hiyo 5 kwa miaka yote iliyopita tangia enzi ya uhuru. Ukiangalia kwenye eneo la afya tumefanya vizuri sana. Wakati naingia madarakani tulikuwa na kituo cha afya kimoja. Sasa ninayo furaha kuona kwamba kuna vituo vya afya 6, lakini viko vingine ambavyo vinaendelea kujengwa, viko kwenye hatua mbalimbali. Lakini pia wakati tunaingia tulikuwa na zahanati 30. Sasa hivi tunavyo 44, maana yake ongezeko 14. Hili ni jambo kubwa. Lakini sio hivyo tu, kwenye elimu msingi tumetengeneza shule nzuri mpya za kisasa ambazo watoto tayari wako kwenye madarasa wanaendelea kusoma. Lakini sio hivyo tu, tumejenga shule za sekondari mpya 5 za kisasa. Na tukisema za kisasa maana yake kwa kweli wote tukubaliane na tuamini kwamba ni za kisasa. Na kwa kweli mwenye ubishi juu ya jambo hilo anaweza kwenda kujionea. Tumejenga hapa shule ambayo sasa hivi imeshaanza kutumika hapa Nambambo, inaitwa Amandus Julius Chingwile Secondary School, lakini pia Ngunichile Secondary School, na kwa sasa ziko shule zingine 3 ambazo zinaendelea na ukamilishwaji. Ukienda kata ya Nachingwea unakuta shule ya sekondari pale inajengwa ya kisasa, lakini pia ukienda kwenye kata ya Chiumbati unakuta shule nzuri inajengwa ya kisasa, lakini ukienda Mtua pia unakuta ukamilishaji wa shule ya sekondari unaendelea. Lakini pia kwenye miundombinu tumefanya vizuri sana. Ukiona leo jimbo letu la Nachingwea ni tofauti na huko tulikotoka. Sasa linaendelea kuvutika. Ukiangalia usiku mataa yako barabarani, mitaa yetu ina lami. Ukifika hospitali unaona kazi inaendelea. Lakini 19 ukiangalia hospitali yetu ya wilaya, unaona maboresho yaliyofanyika. Zaidi ya milioni 900 imewekezwa pale, na majengo yamependeza, na majengo mengine ambayo hayakuwepo yameendelea kuwekwa hapo. Lakini hiyo 9 tunalo jengo hapa la utawala zaidi ya bilioni 3 na milioni 700. Hicho ni kitu kikubwa. Lakini sio hivyo tu, tuna VETA ambayo inaendelea na ujenzi wake. Sio hivyo, ukienda hapo barabarani unakuta mahakama mpya ya kisasa. Kama mnavyojua, majengo yetu ya mahakama ya wilaya yalikuwa sio rasmi kwa maana ya mahakama. Yalikuwa ni maeneo ya wakoloni zamani kufanya starehe. Kwa hiyo sasa serikali ya awamu ya 6 imefanya uwekezaji mkubwa. Tumepata hela ambazo zinakwenda kutengeneza sasa jengo jipya la mahakama ambalo litakuwa na hadhi ya mahakama ya wilaya. Kwa hiyo tukizungumzia maendeleo yaliyopatikana kwa kipindi hiki ambacho mimi kama mbunge nimekuwa mbunge wa jimbo la Nachingwea, na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, maendeleo yaliyofanyika hayajawahi kutokea kwa miaka mingine yote kwa kipindi kifupi kama hicho cha miaka 5. Kwa hiyo kwa kuwa tumefanya haya mambo makubwa, ni wazi kwamba kwa kweli na wewe mwandishi wa habari utakubaliana na mimi, nina sifa zote za kuendelea kuwatumikia wana Nachingwea. Kama nilivyosema, bunge bado halijakoma, sisi tunaendelea na kazi. Na kama mnavyojua, tulikuwa kwenye hotuba ya Mheshimiwa Rais pale bungeni. Baada ya kutoka hapo kulikuwa na shughuli zingine. Kama mbunge bado nilikuwa naendelea kufanya. Mahitaji ya Nachingwea bado ni makubwa. Tunahitaji bado huduma za maji, tunahitaji miundombinu bado. Kwa hiyo bado nilitamani pia kuendelea kurudi na chochote huko. Nikuambie tu habari njema, yako madarasa yanakuja hapa. Mheshimiwa Rais ametupatia fedha ambazo zinakuja kutekeleza kujenga majengo mapya, madarasa mapya kwenye zile shule kongwe, ikiwemo shule ya msingi Kilimarondo, shule ya msingi na Manga, shule ya msingi hapa na Matula na maeneo mengine. Kwa hiyo hayo ndio yalinifanya nichelewe, ni kwa ajili ya maendeleo ya wana Nachingwea. Lakini kubwa zaidi ni kwamba nipo na nimetafakari sana, nimejipima kwamba bado nina nguvu ya kutumikia wana Nachingwea. Lakini la pekee, mimi si ndio mwenye nyumba. Mimi ndio mbunge ninayewakilisha mpaka sasa. Ukomo utakuwa tarehe 3 ya mwezi wa 8.
Kwa hiyo wala sikuwa na sababu ya kukimbilia nyumba ya kwangu. Bado mimi ni mbunge wa jimbo la Nachingwea, na ndio maana niliona kwamba bado muda upo, na hata kama ningekuja kesho bado muda upo. Chama chetu kilisema kuanzia tarehe 28 mpaka tarehe 2. Ila najua wapenzi na washabiki wa Chingwile, lakini na wana Nachingwea kwa ujumla, walitamani ningekuwa wa kwanza kuchukua fomu, lakini sikuchukua fomu kwa wakati huo kwa sababu yako mambo ya msingi ambayo ilikuwa ni lazima niyapitie kwa wadau mbalimbali kwa ajili ya maendeleo ya Nachingwea. Kuzungumzia maendeleo yaliyofanyika kwa kipindi cha miaka hii 5 mfululizo ni maendeleo ambayo yanaweza kukuhitaji wiki 2 kuyazungumzia ili uyaweke sawa sawa, kwa sababu ni mengi. Nimezungumzia kidogo habari ya miundombinu, na hapa iko barabara ya kutoka hapa Nachingwea kwenda Ruangwa kila Njelanje. Na kama mnavyojua mkandarasi yuko site. Kempo ameweka hapa Chiola. Na kwa kweli niendelee kumshukuru sana Mheshimiwa Rais. Uwekezaji huo aliofanya, lakini upendo huo alioonyesha kwa wana Nachingwea hatuwezi kumsahau. Na tumekubaliana wakati nimefanya ziara kabla sijaenda kwenye hili bunge la mwisho, wana Nachingwea wengi waliniambia, wengi niliowafikia, wote niliowafikia waliniambia nenda kaseme sisi tunaondoka na Mama Samia 2025. Lakini sio hivyo tu. Yako maswali watu watajiuliza, je, barabara ya Masasi Nachingwea Liwale kilomita 175? Nilikuwa najua, lakini niliomba ufafanuzi wa serikali nikiamini kwamba hiyo ni sehemu pekee ambayo wana Nachingwea nao watajua. Tayari mkandarasi amesha sign ujenzi wa barabara hiyo, na kwa kuanzia hazitajengwa hizo kilomita zote 175. Tutajenga kilomita 55. Kwa hiyo bado Nachingwea tumefaidika na serikali ya awamu ya 6. Lakini pia barabara ya kutoka Nachingwea kwenda Kilimarondo mpaka Mtoni pale, hii barabara tayari upembuzi yakinifu unaendelea. Wakishamaliza hapo, wana Nachingwea wakinipa ridhaa sasa ya kuwa mbunge wa kipindi cha pili, kazi yangu ni moja tu, kwa sababu unajua wapi nimeishia. Ni kwenda sasa kusema kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Nachingwea ili tuweze kupata pia barabara ya lami kutoka Nachingwea Kilimarondo mpaka Mto Lumesule kule, ili tunaenda kuungana na wenzetu wa Tunduru.